Basi imempendeza Mungu injili ya Yesu Kristo abiria mahali hapa. Mungu aliyeziumba mbingu na hata nchi, Abrahamu, Isaka na Yakobo, asante kwa neno lako mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Marko 15. Marko 15. Mstari wake ni wa 30. Mstari wake ni wa 38. Pazia la hekalu likachanika vipande viwili kuanzia juu hadi chini. Pazia la hekalu likachanika vipande viwili kuanzia juu hadi chini. Basi yule jemedari alipokuwa amesimama hapo mbele ya msalaba wa Yesu, aliposikia ile sauti yake na kuona jinsi alivyokata roho, akasema, hakika huyu jemedari, akasema, hakika huyu mtu alikuwa mwana wa Mungu. Yesu akiwa msalabani, Yesu akikata roho, pazia kwa hekalu kulikuwa na pazia. Ile pazia ilikuwa inaikuwa mahali patakatifu, mahali mwanadamu haruhusiwi kuonana na Mungu isipokuwa kuhani mkuu peke yake. Tena ilikuwa mara moja kwa mwaka. Wana wa Israeli, hiyo ndio ilikuwa maisha yao. Wana wa Israeli, hiyo ndio ilikuwa maisha yao. Kulikuwa na pazia. Wanadamu ni wachafu, wanadamu ni wenye dhambi, wanadamu hawastahili. Kulikuwa na pazia. Kondoo alikuwa akichinjwa. Ilikuwa ni lazima kuhani mkuu peke yake aingie mahali patakatifu. Kuhani mkuu peke yake ndio alikuwa na ruhusa ya kuingia mahali patakatifu kufanya upatanisho. Yesu alikuja duniani kama mwana kondoo. Yesu alikuja duniani kama mwana kondoo. Yohana 1:29. Yohana 1:29, Mungu anasema siku ya pili yake Yohana mwana Yesu anamjia. Yohana akasema, tazama mwana kondoo. Yesu anaitwa mwana kondoo wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu, aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu anaitwa mwana kondoo. Yesu alipokuwa msalabani, pazia la hekalu lilipasuka. Inamaanisha nini? Wewe nani? Inamaanisha nini? Ile pazia ilikuwa inamzuia mwanadamu asionane na Muumba wake. Yesu alipokufa iliondolewa. Inaashiria dhambi iliyokuwa inamzuia mwanadamu asionane na Muumba wake. Yesu ameishughulikia. Yesu ameiondoa. Lako ni nini? Wewe. Langu ni nini? Mungu anakuambia lako ni kukiri dhambi zako na kuachana nazo na kuamini mauti ya Yesu Kristo imelipa deni lako, na kufufuka kwa Yesu Kristo kumekuhesabia wewe haki. Pazia iondolewe. Ya ile hekalu iliondolewa. Ile pazia ya hekalu Yesu Kristo aliondoa alipokufa. Inamaanisha kazi ya Yesu Kristo ishamalizika. Wewe lala na wanawake huko. Wewe Yesu ashamaliza kazi yako. Ashamaliza kazi yako ya kukuingiza mbinguni. Waendelea kuvuta bangi hapo. Waendelea kusengenya.
endelea kula mgokano, miraa, chang'aa, bangi, endelea kutokutiwa wazazi, endelea kulala na bibi za wenyewe na bwana za wenyewe. Yesu kazi yake ameimaliza. Wewe Mungu hadhihakiwi. Yesu akikuwa msalabani, Yesu alimaliza kazi yake ya kukuokoa. Wewe lako ni kutubu. Ukiingia jehanamu ni wewe umetaka. Wewe lako ni kutubu na kuamini mauti ya Yesu Kristo. Dhambi iondolewe, dhambi ilipwe, damu ya Yesu Kristo, dhambi zako zioshwe. Kufufuka kwa Yesu Kristo. Warumi 4:25. Yesu alitolewa kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu akafa na akafufuka ili tuhesabiwe haki. Yesu ashamaliza. Kazi iko kwako. Wewe huyu. Watu wengi wanafikiria huyu. Wewe wafikiria eti wokovu si lazima. Yesu shauri yake. Wewe ndio shauri yako. Wewe ndio shauri yako. Unakula mgokao unasema ni maisha yangu haya. Wewe ni mpumbavu mkubwa. Kwa nini? Yesu ametoa damu yake pale na mauti yake. Wewe ndio unajienjoy mwenyewe. Unajidanganya mwenyewe. Lala na bibi za wenyewe. Ukifikiria Mungu shauri yake, mambo ya kanisani, mambo ya kusoma Biblia, mambo ya wahubiri ni stress. Wewe ni mpumbavu, wa mwisho utakufa na utaingia jehanamu. Yesu hakufanya kazi nusu. Mpira umepewa wewe. Ukiingia jehanamu ni wewe. Umejitakia mwenyewe. Mungu amefanya kila kitu akutoe kuzimu. Wewe unalala naye ni mke wako wewe. Wewe unalala naye ni mke wako. Unasema shauri yako unajiambia wewe. Yesu amemwaga damu na amemaliza. Amekufa, akazikwa, akafufuka, amekumalizia kazi. Wewe mwache mkono, wewe si bibi yako wewe. Wewe ni uzinzi unafanya, uzinzi. Tendo la ndoa, mali hakuna ndoa. Mko hapa wawili, hamujaoana. Wewe mwache mkono wewe. Wacha mkono huyo. Mko hapa wawili, hamjaoana, mnashikana mikono, mnaendelea kushiriki ngono, mnajichongia wenyewe. Yesu ashamaliza kazi yake. Basi ishapasuka, anakuambia geuka kwa dhambi hiyo. Muoe huyo ambaye umemshika mkono. Wewe nenda kwa wazazi wake, mkae chini, mweke kikao. Muoane. Hivi unajidanganya mwenyewe. Bangi unayoifuta unajidanganya mwenyewe. Yesu ashamaliza kazi. Yesu ashakumalizia kazi. Ni wewe kutubu na kuamini na kuiamini damu yake ili dhambi zako ziondolewe. Geuka kwa msamaha. Pasia tayari saondolewa Yesu alipokufa. Pasia ambayo ni kwenye msia mwanadamu asimuone Mungu, Yesu aliondoa alipokufa. Lako ni kutubu dhambi, kugeuka kwa msamaha na kumwamini Yesu Kristo, kuishi maisha masafi. Amina. Mungu anataka maisha masafi. Kile ambacho kilikuwa kinakuzuia usiingie paradiso kimeondolewa. Mungu anakuambia tubu sasa. Geuka kwa msamaha. Ondoka kwa dhambi. Ondoka kwa mambo ya ulimwengu. Weka imani kwa damu ya Yesu Kristo. Weka imani kwa damu ya Yesu Kristo na uishi maisha matakatifu. Hakuna shortcut ya kuingia mbinguni. Lazima utubu dhambi, lazima muamini Yesu, lazima uishi maisha matakatifu. Hakuna shortcut ya kuingia paradiso. Lazima ugeuke kwa dhambi. Lazima muamini Yesu Kristo. Lazima uishi maisha matakatifu. Lazima utii amri za Mungu. Hakuna shortcut ya kuingia paradiso. Mungu anataka ugeuke kwa njia mbaya.